za watendaji wakuu wa COSTECH na wa benki ya CRDB zimeainisha changamoto kadhaa za utekelezaji wa mpango huu. Tumesikia baadhi ya waombaji walikwama kwa sababu mbalimbali ikiwemo kukosa taarifa sahihi au bidhaa na huduma zao kukosa sifa mahususi za kibiashara. Nimefarijika kwamba mmeanza kufanyia kazi hizi changamoto, hasa kwa kuandaa mafunzo kwa wabunifu ili kuwapa nyenzo na uwezo wa kunufaika na fedha hizi. Nitoe wito kwa COSTECH na CRDB Foundation kuendelea kuelimisha wabunifu zaidi ili wapate uelewa kuhusu fursa hii adhimu. Kama kuna changamoto za kimfumo, tafuteni ufumbuzi wa haraka ili fedha hizi ziwanufaisha wabunifu wetu kama ilivyokusudiwa. Na wakati mkurugenzi wa CRDB anazungumza hapa kwa CRDB Foundation, amesema kwamba huko nje vijana ni wengi wenye uhitaji. Kwa hiyo tuangalie ni wapi kuna ombwe, kwa sababu fedha zipo, vijana nje wapo wengi ambao tunajua wana uhitaji, lakini fedha zipo hazijachukuliwa, hazijafika hata 10% ya fedha ambazo zilizopo ambazo zimechukuliwa. Kwa hiyo niwaombe sana CRDB na COSTECH mkae chini muangalie ni sehemu gani kuna ombwe ama kuna gap ambayo inafanya hawa vijana hawazifikii hizi fursa ambazo zipo. Ndugu waalikwa, nitoe wito kwa vijana wenzangu wote wa Kitanzania mwenye ubunifu unaoweza kuwa bidhaa au huduma kufanya maombi ya mitaji hii kupitia COSTECH, na tusichoke. Hata kama fomu ile ina maswali 100, vijana tujazeni. What does it take kujaza fomu ya maswali 100 na wakati unataka milioni 200? Kwanza kile kipimo tosha, kwamba are you serious kweli? Unataka milioni 200 lakini unaishia njiani kujaza fomu ambayo yani wengi wanasema kwamba ina maswali mengi kweli, alafu tukupe milioni 200 unashindwa kujaza fomu ya maswali mengi. Kwa hiyo let us take our time, tuchukue muda wetu vijana kujaza hizi fomu. Fedha zipo, twende tukachukue, tujikwamue na yale ambayo yanatukwamisha huko mitaani. Nasitiza tena, fedha ipo. Na hii inanikumbusha kuna clip moja hivi inatembea kwenye mitandao. Waziri wa fedha wa Uganda anawaambia wenzake, colleague, money will come. Hapa Tanzania tunasema colleague, money is there. Twendeni tukatumie hizi fursa ili tujikwamue kule ambako tumekwama huko mitaani. Mheshimiwa ndugu Profesa, nasisitiza tena kwamba fedha ipo. Ombeni vijana mkafanye biashara ili kuongeza kipato binafsi na kuchangia katika uchumi wa taifa letu.